Israel imeamua kusitisha mashambulizi yake dhidi ya Iran kufuatia juhudi za kidiplomasia zilizoongozwa na Marekani, huku hali ya taharuki ikiendelea kutanda Mashariki ya Kati baada ya mfululizo wa mashambulizi ya makombora kati ya pande hizo mbili. Kwa mujibu wa afisa mmoja wa Israel ambaye amenukuliwa na vyombo vya habari vya ndani, amesema serikali ya Israel imekubali kwa sasa kusimamisha mashambulizi dhidi ya Iran, hatua inayotajwa kuwa imekuja baada ya ombi maalum kutoka kwa Rais wa Marekani Donald Trump. Kwa mujibu wa taarifa zinazoendelea kuripotiwa, afisa mmoja wa kikanda amesema Marekani imefikisha ujumbe kwa Iran kuwa hakutakuwa tena na mashambulizi kutoka upande wa Israel ikiwa Iran nayo itasitisha mashambulizi yake ya makombora. Hii inaonekana kuwa sehemu ya makubaliano yasiyo rasmi ya kupunguza mvutano uliokuwa umefikia kiwango cha kutisha baada ya siku kadhaa za vitisho, mashambulizi ya anga na majibu ya kijeshi yaliyohusisha pande hizo mbili. Wakati huo Iran tayari ilikuwa imetangaza kuwa iko tayari kusitisha mashambulizi yake endapo Israel ingeacha operesheni zake za kijeshi, hasa zile zinazohusiana na mashambulizi dhidi ya maeneo yanayohusishwa na kundi la Hezbollah kusini mwa Lebanon. Hata hivyo, afisa mmoja wa Israel amenukuliwa akisisitiza kuwa kusitishwa kwa mashambulizi dhidi ya Iran hakumaanishi mwisho wa operesheni za kijeshi dhidi ya Hezbollah katika eneo la kusini mwa Lebanon. Amesema wazi kuwa Israel bado itaendelea na kampeni yake kijeshi dhidi ya kundi hilo, jambo ambalo linaonyesha kuwa ingawa mvutano kati ya Iran na Israel unaweza kupungua, eneo la Lebanon bado linaweza kubaki kwenye hatari ya mapigano makali. Katika kauli yake, afisa huyo wa Israel amesema kuna hisia kwamba duru hii ya mapigano kati ya Israel na Irani inaweza kuwa imefikia tamati, lakini akasisitiza kuwa uamuzi wa mwisho bado unasubiriwa kutoka kwa uongozi wa kisiasa wa serikali ya Israel. Kauli hiyo imeibua maswali mengi kuhusu iwapo hatua hii ni mwanzo wa usitishaji rasmi wa mapigano au ni mapumziko ya muda kabla ya hali kugeuka tena. Vyombo vya habari vya Kiebrania vimeripoti kuwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alifanya mazungumzo ya simu na Trump hii leo, muda mfupi kabla ya Iran kutangaza kuwa iko tayari kusitisha mashambulizi ikiwa Israel itaacha operesheni zake dhidi ya Hezbollah nchini Lebanon. Ingawa maelezo rasmi ya mazungumzo hayo hajawekwa wazi, wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaamini kuwa Marekani imekuwa ikifanya juhudi kubwa za kuzuia hali hiyo kugeuka kuwa vita vya wazi vya kikanda ambavyo vingehusisha mataifa mengi zaidi ya eneo la Mashariki ya Kati. Mpaka sasa ofisi ya waziri mkuu wa Israel haijatoa tamko rasmi kujibu taarifa hizo, licha ya maombi kadhaa ya vyombo vya habari kutoka ufafanuzi tangu kuanza kwa ongezeko la mapigano kati ya Hezbollah, Iran na Israel usiku uliopita. Ukimya huo umeongeza hali ya sintofahamu kuhusu msimamo rasmi wa serikali ya Israel na hatua zinazofuata katika mgogoro huo. Iwapo makubaliano haya ya kusitisha mapigano yataendelea kushikiliwa, huenda yakasaidia kupunguza hofu ya kuongezeka kwa vita vikubwa katika eneo hilo, hasa baada ya wasiwasi mkubwa wa kimataifa kuwa mapambano ya moja kwa moja kati ya Iran na Israel yangeweza kuvuruga usalama wa Mashariki ya Kati na hata uchumi wa dunia, ikiwemo sekta ya mafuta na biashara ya kimataifa. Hata hivyo, kutokana na historia ya mvutano kati ya mataifa hayo mawili na uwepo wa makundi yenye silaha kama Hezbollah, hali bado inaonekana kuwa tete na inaweza kubadilika haraka iwapo kutatokea tukio jingine la kijeshi au kiukwaji wa makubaliano hayo yasiyo rasmi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.